Kufikia mwaka 2010 nilipata bahati ya kumwona kwa mara ya kwanza mzee Msuya uso kwa uso au ana kwa ana, na hii ilikuwa mwezi wa 8, mwezi August mwaka 2015, wakati wa kampeni, mara yangu ya kwanza kuingia kwenye kampeni. Na kwa wakati ule nilipangwa kuanza na mkoa mgumu kaskazini huko kwa Tanzania. Nilianza Same milimani kule Upareni, nikateremka huku. Nilipokuja Mwanga ulikuwa hauwaki kabisa. Ni vurugu za kugombania ubunge baina ya Mheshimiwa Magembe na wenzio walokuweko pale, na ilitubidi kupanda juu huko kumfata mzee Msuya aje atupe maelekezo tufanyeje. Baada ya kupata ushauri wa mzee Msuya, nikashuka tena Mwanga, ofisi za chama pale na kamati ya siasa. Tulipambana pale hadi saa 6 usiku, ndio tunapata muafaka, tukaondoka. Kwa hiyo ndio mara yangu ya kwanza kumpata mzee Msuya, kukaa naye ana kwa ana. Akanieleza, na alionieleza yalinisaidia kupata muafaka. Kwa hiyo ni mara ya kwanza. Lakini mara nyingine ni mwaka 2022 nilipomtembelea nyumbani kwake pale Upanga, kwenda kumsalimia tu na nimsikia na nitumaje. Wakati huu tayari nimeshakabidhiwa dhamana ya kuendesha nchi hii kama mkuu wa nchi, kwa nilikwenda kupata anasemaje. Lakini pia nilimuona mwaka 2023 nilipofanya ziara rasmi katika mkoa wa Kilimanjaro, na tulikuja nyumbani kwake, tulionana naye, nako akasema aliyoyasema. Mwaka 2024 pale Ikulu Dodoma nilifanya mkutano wa vyama vya ushirika vyote vya Tanzania, na bila kumwalika naingia kwenye ukumbi na mkuta mzee Msuya akakaa kitako na gongo lake. Kasema leo mkutano mgumu, mzee yuko hapa. Lakini alikaa kimya, kasikiliza mwanzo mpaka mwisho. Tulipomaliza akasema, mwambieni nataka kumuona. Kwa hiyo tukafuatana, tukaingia ofisini kwangu, akaenda akaniambia alioniambia. Lakini kuanzia mwaka 2022, 23 na ile 24 alikuwa na salamu mbili kubwa kwangu. La kwanza, mradi wa maji Same Mwanga Korogwe, na la pili, barabara hii mlioipa jina la CD Msuya bypass. Ile ndio miradi miwili ambayo ilikuwa inamkereketa kwenye roho yake na alitaka niitekeleze. Mara ya mwisho kwa faraja kubwa nilimuona 2025 pale Mwanga wakati wa ufunguzi wa mradi wa maji. Alikuwepo na kigari chake, kutembea hawezi na kigari chake, lakini alifika kushuhudia lile ambalo alikuwa anatamani litokee. Alikuja tukawa naye. Niliposikia habari za kifo chake nikasema, Mungu asante. Ingekuwa ule mradi haukukamilika, ningekwenda kumzika mzee na moyo gani? Ningejisikiaje? Lakini nakwenda kumstiri mzee wangu huyu, lile tamanio la moyo wake nikiwa nimelitimiza. Kwa hiyo nimeshukuru sana. Lakini kwa upande wa pili wa barabara ile ya CD bypass, na yenyewe nayo tumeshaifanyia kazi nzuri, kazi inaendelea. Madaraja kadhaa yameshajengwa kwa awamu ya kwanza, na sehemu ya njia tayari imejengwa, na sasa tuko awamu ya pili. Na nilipokutana naye Mwanga alinipa mkono na akanambia, asante sana, kazi zangu zote mbili umezitimiza. Kwa hiyo ninapata faraja kwamba mzee huyu Mungu amemwita wakati yale aliyotaka kuyaona kwa macho yakiwa yametimia. Namshukuru sana Mungu. Katika hatua nyingine, ushauri wa mzee huyu, timu inayotuandikia dira mpya ya taifa maendeleo hivi sasa ilifika nyumbani kwake Upanga, Dar es Salaam
kupata mawazo yake, ambapo alisisitiza viongozi tuliopo serikalini kuwa na uthubutu katika kuanzisha na kutekeleza miradi yenye tija kwa taifa. Hii ndio ilikuwa meseji yake kubwa, na kusimamia miradi hii kuleta manufaa kwa watu, pamoja na mambo mengine mengi ambayo aliwaambia. Meseji kubwa ilikuwa miradi yenye tija kwa wananchi.